Nina imani wale ambao tulihudhuria tangu mwanzo mpaka jana na leo pia, kwa namna moja au nyingine tumeelewa zaidi nini maana ya kilio cha damu katika mazingira yetu tofauti tofauti. Na baada ya kuelewa, mwaliko sasa ni kuendelea kudhihirisha kwamba maisha yetu na imani yetu na utume wetu katika utume wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo unajibu sasa hiyo ambayo tunasema ni kilio cha damu katika mazingira tofauti tofauti. Na ndio lengo kwa kweli la kufanya semina hiyo au mafundisho hayo, japokuwa katika uchache wetu tulitamani kanisa zima liwepo, waamini wengi wawepo, lakini bahati mbaya ndio hivyo. Lakini hatuachi kumwambia Mungu asante hata kwa ajili ya wale wachache ambao tumepata nafasi ya kuhudhuria. Ninaamini pia katika uchache wetu haya ambayo tumeyasikia tutayapeleka katika mazingira yetu tofauti tofauti, lakini tukianzia kwenye nyumba zetu na maeneo yetu ya kazi. Kimsingi tuombe nguvu ya damu ya Kristo ili katika uelewa wetu wa kilio cha damu wa namna tofauti tofauti, basi Yesu aendelee kusikika, aendelee kudhihirika, lakini nguvu ya damu yake iendelee kusema mema mengi zaidi kuliko ile damu ya nani? Ya Abeli, kama tulivyosikia. Na ni kweli inasema mema mengi kwa sababu namna yetu ya kuelewa sasa nguvu ya damu ya Kristo ni tofauti na ile namna ambayo ni Agano la Kale, ambayo kimsingi pia Agano la Kale ilituandaa kuelewa vizuri sasa kwa undani nguvu ya damu ya Kristo katika Agano Jipya. Tuendelee kuomba neema ya Mungu kusudi utume wetu ujengeke katika hilo, utume ambao hautakuwa na matabaka katika kuwaendea watu. Tukiangalia masomo ya leo kwa ufupi kabisa kwenye kitabu cha pili cha Wafalme, hiyo sura 25, habari za Sedekia. Kiujumla, kwa kifupi, walichofanya Sedekia na wenzake ni kumkosea Mungu, ni kumwasi Mungu kama tulivyosikia. Lakini ungepata habari hiyo nzuri zaidi, ungeanzia zile aya za mwanzo. Ungepata hiyo kwa nini wanapelekwa Babeli, na Babeli maana yake nini? Kimsingi wanapelekwa Babeli kwa sababu walikosa uaminifu kwa nani? Kwa Mungu. Walivuruga wakamwasi Mungu, na matokeo ya uasi wao ilikuwa sio jambo jingine ila ni kifo. Na tunaona barua ya kwanza ya Yohane kwa watu wote sura ya 3 hadi ya 4, sura ya 3 aya 4 na kuendelea inasema dhambi ni uasi. Lakini pia Warumi sura ya 6 ya 23 anasema dhambi ni kifo, matokeo ya dhambi ni kifo au mauti kwa namna nyingine. Ndicho kilichotokea na ndio masimulizi ya somo la kwanza. Kumbe sasa kwa kutumia nguvu ya damu ya Kristo ambayo tumeona kilio chake sasa kinaleta upatanisho na mtizamo mpya, basi na tukijua ya kwamba Mtume Petro alitufundisha kwamba ukombozi wetu ni kwa damu ya nani? Ya Kristo, sio kwa vitu vyenye kuharibika, kwa fedha wala dhahabu, bali kwa damu ya thamani ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambayo sasa mtizamo wake kwa nyakati zetu tunaona ni damu ya upatanisho, ni damu ya ukombozi, ni damu iliyotuleta tena pamoja, ni damu iliyoondoa ule ukuta wa utengano uliopo ambao bado unaendelea kujengeka katika jamii zetu. Tuelewe sasa kwamba tukiwa katika hali hiyo tunaweza kuruhusu upendo wa Kristo na nguvu ya damu ya Kristo ituzuie au tufanye tuwe waaminifu katika kumtumikia Mungu na kufanya bidii ya kuepuka dhambi ambazo zinaleta mauti na zinaleta kifo na zinaleta maasi, na baadaye tusije tukajikute tunaenda Babeli ya nyakati hizi. Hilo ni somo la kwanza. Lakini kwenye somo la pili tunamwona Yesu anamponya yule jamaa ambaye alikuwa na nini? Na ukoma. Na ukoma tunaelewa ni ugonjwa ambao ukimpata mtu ni ngumu sana, na ni ukoma ambao hata katika maandiko matakatifu, ugonjwa ambao uliwafanya waliokutwa nao kutengwa na jamii, kuwekwa nje ya watu, kufungiwa mahali wasikutane na watu. Sasa Yesu anapokuja katika Agano Jipya anakuja na mtizamo mpya. Ni kama anatuambia hata hawa ni watu, na mimi nimekuja ili watu wote wawe kitu hiki kimoja, ili nguvu ya damu yangu
walete pamoja watu wote, walio wadogo, walio wakubwa, walio wembamba, walio wanene, walio warefu, walio wafupi, watu wa namna zote na watu wa kabila zote, kama nguvu ya damu yake inavyosema. Na kwa sababu hiyo sasa Kristo anakuja na wazo jipya, anamponya yule jamaa, kitu ambacho kiliangaliwa vibaya na jamii ya wakati ule, kwa sababu hawakuruhusiwa kumshika mtu mwenye nini, mwenye ukoma. Sasa Yesu anafanya tofauti, na kilio cha damu sasa kinatusukuma tufanye tofauti na wale ambao hawaelewi kilio cha nini, cha damu. Na kimsingi hapa kuna ukoma wa kiroho, kuna ukoma wa kimwili. Tuangalie zaidi ukoma wa kiroho katika watu wetu. Pengine ukoma wa kimwili hatuwezi kuuponya, lakini ukoma wa kiroho tunaweza kufanya kitu, au kwa maombi yetu, au kwa mienendo yetu mizuri, au kwa mitazamo yetu mizuri, au kwa ushauri wetu mzuri, au kwa subira yetu, kwa uvumilivu wetu, kwa utii wetu, tunaweza kuwasaidia watu ambao wana ukoma wa nini, wa kiroho. Na ndipo hapo sasa tunaenda kujibu kilio cha nini, cha damu, cha watu wa aina mbalimbali, au tunaoishi nao, au watu ambao wako mbali na sisi, lakini tunaitwa tuwaponye watu wenye ukoma wa kiroho. Ndugu zangu, ukoma wa kiroho ni mbaya sana. Kwa nini? Kwa sababu unaua roho taratibu taratibu, na mara nyingine kama mtu ajitambui, anajikuta anatembea akiwa amekufa, japokuwa ni mtu tunayemuona yu hai, lakini kimsingi kiroho anakufa taratibu. Sasa mwaliko ni huu, tuwaendee watu wa namna hiyo na tugundue mabadiliko ya watu katika maisha, ili katika kujibu kilio cha damu katika mazingira tofauti tofauti na makundi mbalimbali ya watu, basi tuwaponye watu katika ukoma wa kiroho. Na ndicho ambacho Yesu alikijia, na tusiogope, kwa sababu hiyo nguvu tunayo, hiyo nguvu ya utendaji tunayo, lakini pia uwezo tunayo, na tunao pia. Cha maana ni kwamba tudhamirie kufanya hayo, na nguvu ya Mungu ituelekeze daima katika kuyatenda hayo. Kwa kweli katika ibada hii ya misa tumuombe Mungu apande ujasiri ndani mwetu. Na mimi niseme tuanzie kwenye familia zetu, tuanzie nyumbani, baadaye twende nje, na tumuombe Mungu atupe macho ya kuona na masikio ya kusikia na uwezo wa kwenda, kwa sababu tunaweza kuona tusio na uwezo wa kwenda, hatutakuwa tujafanya kitu. Lakini Mungu atupe nguvu zote ambazo zitatusaidia kwenda kukutana na shida na mahangaiko ya watu kwa namna mbalimbali. Na huo ndio utume wetu, na utume wetu tunaofanya bila kuwa na mipaka, na tunaendea watu wote mradi tu tunawafikia na tuna uwezo nao. Na mimi naamini ya kwamba pale ambapo tunaweka malengo, nguvu ya Mungu inakuja kutusaidia tufikie malengo hayo mema, kwa sababu Yesu hata kubali kazi zake zishindwe wakati sisi tupo, na tulipobatizwa tuliambiwa tukafanye hayo. Basi Roho wa Mungu atusaidie ili tuweze kuyatimiza hayo kwa upendo mkubwa na kwa utayari mkubwa. Tumsifu Yesu Kristo.